mambo ya kutafakari katika kuzaliwa kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu litatoka katika kitabu cha Luka, mwinjili Luka, ile sura ya kwanza, mstari wa 67 mpaka ule mstari wa 79. Nami nitasoma. Atukuzwe Bwana Mungu wa Israeli, kwa kuwa amewajia watu wake na kuwakomboa. Ametusimamishia pembe ya wokovu katika malango ya Daudi mtumishi wake, kama alivyosema tangu mwanzo kwa kinywa cha manabii wake watakatifu, tuokolewe na adui zetu na mikononi mwao wote wanaotuchukia, ili kuwatendea rehema baba zetu na kulikumbuka agano lake takatifu, wapo aliyomwapia Ibrahimu baba yetu, ya kwamba atatujalia sisi tuokoke mikononi mwa adui zetu na kumwabudu pasipo hofu, kwa utakatifu na kwa haki mbele zake sisi siku zetu zote. Nawe mtoto utaitwa nabii wake aliye juu, kwa maana utatangulia mbele ya uzao wa Bwana, mbele ya uso wa Bwana, umtengenezee njia zake, wajulishe watu wake wokovu katika kusamehewa dhambi zao, kwa ajili ya rehema za Mungu wetu, ambazo kwa hizo mwangaza utokao juu umetufikia, kuangazia wakao katika giza na uvuli wa mauti, na kuiongoza miguu yetu kwenye njia ya amani. Bwana Yesu asifiwe. Haya ni maneno ambayo anayasema mtumishi wa Mungu Zakaria wakati ambapo alisemeshwa habari za kuzaliwa kwa Yohana Mbatizaji. Lakini kwa sababu alikuwa kuhani, akapewa kuona habari za kuja kwa Yesu. Kwa hiyo maneno haya aliyokuwa akiyazungumza, alikuwa anazungumza habari za Yesu anayekuja. Ndio maana utaona kuanzia ule mstari wa 77 ndipo anasema utatangulia. Anasema utatangulia ili mstari wa 26 anasema nawe mtoto utaitwa nabii wake aliye juu, kwa maana utatangulia mbele ya uso wa Bwana umtengenezee njia zake. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ninajaribu kusoma mahali hapa, nikaona mambo kama 4 ambayo nataka na wewe uyafahamu. Tunapotafakari kuzaliwa kwa Yesu, hebu tufahamu mambo machache 4. Jambo la kwanza, pasipo kuzaliwa kwa Yesu, mwanadamu angeendelea kuwa mbali na Mungu. Pasipo kuzaliwa kwa Yesu, mwanadamu angeendelea kubaki mbali na Mungu, au angeendelea kukaa dhambini. Ukisoma maneno haya ambayo anayasema Zakaria, utaona anaeleza ya kwamba kwa njia ya rehema za Mungu wetu, ambazo hizo mwangaza uwatoka juu umetufunika. Manake mwangaza haukuwepo mpaka alipokubali kuvaa mwili Yesu, akazaliwa kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili, pasipo kuzaliwa kwa Yesu hakuna upatanisho. Hakuna upatanisho pasipo kuzaliwa kwa Yesu. Hakuna mazingira ya kumleta mwanadamu karibu na Mungu. Yamekuwepo kwa sababu Yesu amezaliwa. Sema amina. Yamekuwepo kwa sababu Yesu amezaliwa. Ndiyo maana utaona wakati malaika anamwendea Mariamu, anamwambia usiogope Mariamu, kwa sababu utabeba mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, na huyo atakayezaliwa hatakuwa ni kitakatifu mbele za Bwana, ambaye amewekwa kwa ajili ya kuanguka kwa wanadamu, ili apate kuwaleta watu wote kwa Mungu. Sema amina. Kwa hiyo kwa maana nyingine tunasema pasipo kuzaliwa kwa Yesu hakuna upatanisho kati ya mwanadamu na Mungu wake. Haleluya. Jambo la tatu, pasipo kuzaliwa kwa Yesu hakuna uhuru wa mwanadamu. Uhuru wa mwanadamu. Mwanadamu aliyekuwa amefungika katika dhambi, mwanadamu ambaye alikuwa amefungwa katika mateso na shida,
Lakini Biblia inatuambia katika unabii wa Isaya ile sura ya 53 anasema alichubuliwa kwa ajili yetu, ili afanyeje? Ili apigwe na kuteswa kwa ajili yetu, lakini mwisho afanyeje? Alipe adhabu ya amani yetu. Manake pasipo yeye kulipa adhabu ya amani yetu, sisi hatuna amani. Sema amina. Sisi hatuna uhuru. Sema amina. Kwa hiyo unapotafakari habari za kuzaliwa kwa Yesu, tazama katika mlengo huo. Wengine wamezoea kuyakuta haya kwenye kipindi cha Pasaka. No, huwezi ukaenda kwenye kilele bila kuangalia msingi. Sema amina. Huwezi ukaenda mwisho kabla hujaangalia mwanzo. Mwanzo unasemaje? Yeye alikuwa ni Mungu katika utukufu wake, akaona swala la kuendelea kukaa katika utukufu ule ni jambo la kushikamana nalo. Akaona ni nini? Aache utukufu na enzi na mamlaka aliyokuwa nayo, akakubali na akawa mtii kuvaa mwili wa kibinadamu. Naongea neno la Mungu, Wafilipi sura ya 2 mstari wa 1 mpaka mstari wa 11. Naongea Biblia ya kwamba alikuwa yu namna ya utukufu, namna ya Mungu mwenye utukufu mwingi, lakini akaona swala la kuendelea kukaa katika huo utukufu wakati mwanadamu anaangamia sio la kushikamana nalo. Akaamua kuwa mtii, lakini huo utii akakubali kuingia kwenye mwili wa dhambi, mwili wa udhaifu na unyonge, ili auache utukufu, azaliwe kwetu, tuone yu namna ya mwanadamu kama mwanadamu, mimi na wewe. Lakini kumbe ndani yake amevaa utukufu ulio mkubwa. Huo utukufu ndio unaitwa ukombozi wa mwanadamu. Sema haleluya. 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 Kwa hiyo mwanadamu hayuko huru pasipo kuzaliwa kwa Yesu. Ninaweza kushangaa watu fulani hivi ambao wamekula wameshiba maharage yao, nadhani ya Kyela au sijui ya Tukuyu, wamekula wameshiba. Ukimuuliza anakuambia zile sherehe za kipagani tu. Unasemaje wewe? Zile sherehe za kipagani tu. Sikiliza, nataka nikwambie, asiyejua ndiye anaweza kubeza. Asiye na imani tunaweza tukamsamehe kwa sababu ya uelewa mdogo. Ngoja nikupe siri moja, mtu wa Mungu. Ngoja nikupe siri moja. Ukisoma kitabu hicho cha Luka sura ya 1 mstari wa 9, ukianzia mstari wa 5. Lakini mstari wa 1 ni mtu mmoja anaitwa Luka, anamwandikia Theofilo mkuu. Theofilo akiwa ni mtu mashuhuri. Tunaenda sawa sawa? Na anamwandikia kitu gani? Baada ya Theofilo kuiamini injili hii, kuiamini imani ya Kristo. Ndio maana anamwambia katika mambo uliyoyasikia na kuyaamini, ili upate kuwa na uhakika juu ya mambo yaliyotokea. Tunaenda sawa sawa? Wakati anamwambia anasema, mimi kwa kujitafutia, nimejitafutia nikaelewa ushahidi na ukweli wa mambo yote yaliyotokea kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Ukija mstari wa 5 anaanza kumweleza zamani za mfalme Herode wa Uyahudi palikuwa na kuhani mmoja jina lake Zakaria. Anamwambia wazamu ya Abia, na mkewe alikuwa mmoja wao wa uzao wa Haruni. Nataka nikuonyeshe neno moja. Angalia hilo neno wazamu ya Abia. Zamu ya Abia haijaandikwa kimakosa. Kwa nini Luka anamuonyesha na mtiririko wa mwanzo wa ukuhani wake huyu Zakaria? Kwa sababu Zakaria labda niseme kitu kimoja. Ukuhani uliendelea kizazi hadi kizazi. Yaani mfano hivi, mchungaji ndiye mchungaji wa mahali hapa. Tunaenda sawa sawa? Wakati wa muda wake ukiisha, lazima mwanae awe kuhani, aendelee kutumika mahali hapa. Tunaenda sawa sawa? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mnyororo utaenda hivyo maisha yao yote. Watakapozaa watoto wote watahesabiwa wa uzao wa kikuhani. Kwa hiyo wakiwa ni 3 au 4, wote watapewa zamu wakati wao unapofika. Nani aende kuhudumu kwa wakati gani? Tunaenda sawa sawa? Biblia inaniambia hivi, ukisoma kitabu cha Mambo ya Nyakati sura ya 24 ule mstari wa 10. Mambo ya Nyakati sura ya 24 mstari wa 10. Andika, utasoma kwa wakati wako. Nataka nikuonyeshe Abia anatoka wapi na Zakaria anatoka wapi. Tunaenda sawa sawa? Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 24 mstari wa 10.
utaanzia mstari wa kwanza, uje usome huo mstari wa 10. Ukisoma mstari wa 10 au ukianzia mstari wa kwanza, utaona Haruni amekufa ila ameacha wana 4. Kati yao wana 4, wawili wamefariki, wamebaki wana 2. Mwana mmoja Eleazari akazaa watoto 14. Halafu ndugu yake akabaki na watoto 8, ili watafute ukuhani utakaotosha kutumika mbele za Bwana. Tunaenda sawa sawa? Hawa wote wakawekwa mbele za Mungu, wakaanza kupigiwa kula. Walipopigiwa kula, kila mtoto akura iliyomwangukia alikuwa akakaa katika orodha ya namba yake, na utumishi wake ukaendana sawa sawa na kula aliyopigiwa. Tunaenda sawa sawa? Abia anachukua namba ya 8. Abia anapewa kula ya 8 ili aweze kutumika kwenye ukuhani wa kuiendea kwenda mbele za Bwana na kuwatumikia wana wa Israeli kwenye nyumba ya Bwana. Tunaenda sawa sawa? Haleluya. Kwa hiyo Abia anapozaa watoto, ule mtiririko wa uzao wake ndipo anatoka Zakaria. Sema amina. Sema amina. Zakaria anahesabiwa kuwa kuhani, kuwa mtoto wa uzao wa kikuhani. Tunaenda sawa sawa? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo mwaka huu ambao Zakaria alikuwa anaingia kutoa sadaka, utasoma katika kitabu cha Kutoka sura ya 30. Bwana Yesu asifiwe. Kuanzia mstari wa 7. Utaona Mungu anamuelekeza, anamwambia Musa, mwambie Haruni namna ukuhani utakavyokuwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Lakini utaona Mungu wakati anawapa utaratibu wa kusherekea sikukuu na namna ya kufanya sikukuu hizo kwa njia ya ibada zao, anawaelekeza siku ya upatanisho watakuwa wamefanya nini. Watakuwa wamefunga na wataandaa sadaka. Kuhani mkuu ndiye atakayeingia patakatifu ili kupata kutoa sadaka hiyo kwa ajili ya upatanisho wa wana wote wa Israeli. Tunaenda sawa sawa? Sasa sikiliza, wakati hiyo kula inapomwangukia Zakaria, anaingia patakatifu pa patakatifu, anakutana na malaika. Malaika ndipo anamwambia habari za kuzaliwa kwa nani? Kwa Yohana Mbatizaji. Haleluya. Lakini anapomwambia habari za kuzaliwa kwa Yohana Mbatizaji, Biblia inatuambia na tumeona asubuhi, hakuamini. Ndipo anafanywa kuwa bubu. Sikiliza, Elizabeth akiwa na mimba ya miezi 6, ndipo Mungu anamtuma malaika aende kuzungumza na Mariamu. Bwana Yesu asifiwe. Aende kuzungumza na Mariamu kwamba tazaa mwana na huyo mwana ataitwa Yesu. Haya, twende sawa sawa. Twende taratibu. Ukisoma Mambo ya Walawi sura ya 23 kuanzia mstari wa kwanza vizuri mpaka ule mstari wa 20, utaona Mungu anawaelekeza hizo sadaka na sikukuu ziweje. Ila sikukuu ya ibada ya upatanisho ilikuwa ni tarehe 10 mwezi wa 7. Tunaenda sawa sawa? Tarehe 10 mwezi wa ngapi? Ambayo tarehe 10 mwezi wa 7 kwa kalenda ya Kirumi ya Wayahudi ni hizo, kwa sababu mwaka wao unaanza tarehe 1 toka siku ambayo walitolewa utumwani, tarehe 1, na Pasaka yao wanaisherehekea tarehe 14 mwezi wa kwanza. Tunaenda sawa sawa watu wa Mungu? Hiyo ni Biblia, nakwambia neno la Mungu hilo. Kutoka sura ya 12. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo anapoambiwa habari za kuzaliwa kwa Zakaria, manake ilikuwa ni siku ya ibada ya upatanisho ambayo ni mwezi wa 7 tarehe 10. Tunaenda sawa? Sasa chukua tarehe 10 mwezi wa 7 kwenye kalenda yetu hii, manake ungekuwa ni tarehe 10 mwezi wa 9. Tunaenda sawa sawa? Kwa nini? Tuko mbele yao miezi 2. Bwana Yesu asifiwe. Tuko mbele yao miezi 2. Ndio maana utaona wao wakisherekea Pasaka mwezi tarehe 14 Januari. Sisi tutakuja kwenye mwezi wa 3. Kalenda zetu zikipishana tutakuja mwanzoni mwa mwezi wa 4. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa sikiliza, chukua mwezi wa 9 ongeza miezi 6. Manake ni mwezi wa 3, si ndio? Ukichukua mwezi wa 9 ukaongeza miezi 6, hiyo miezi 6 inatoka wapi? Miezi 6 inatoka kitabu cha Luka sura ya 1 mstari wa 26. Biblia inasema mwezi wa 6 malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya, jina lake Nazareti, kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu jina lake nani? Yusufu.
wa mbari ya Daudi. Alipokwisha kumwambia habari za kuzaliwa kwa Yesu, akamwambia, na ndugu yako Elizabeth ni mjamzito, na huo ujauzito ni miezi mingapi? Miezi mingapi? Tunaenda sawa sawa? Sasa sikiliza, kama anapewa taarifa za kuzaliwa kwa Yesu mwezi wa 3, na huo mwezi wa 3 tunauhesabu kwa kalenda yetu sisi, wao ilikuwa ni Januari. Kwa nini? Kwa sababu Januari ndio walisherekea Pasaka. Kwa hiyo manake ilikuwa ni kipindi chao cha maandalizi ya Pasaka. Tunaenda sawa sawa? Kwetu sisi tunaita ni mwezi wa 3. Twende sawa sawa. Sasa chukua miezi 9 jumlisha kwa miezi 3 ambaye alipata taarifa, si mwezi wa 12. Bwana Yesu asifiwe. Si mwezi wa 12. Kwa hiyo tukisema Yesu kazaliwa mwezi wa 12, tarehe usiniulize habari za tarehe 12, 25 zinatoka wapi. Walikaa wakaona tarehe 25 inawezekana ni majira hayo akazaliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Usiniulize habari za tarehe 25, lakini mimi ninachotaka nakwambia kwa mujibu wa Biblia ilikuwa mwezi wa 12. Haleluya! Kwa hiyo amezaliwa, sema amina. Alizaliwa, sema amina. Hujanielewa? Nasema alizaliwa. Alizaliwa. Anayetaka na asiyetaka alizaliwa. Ili mimi niwe huru, sema amina. Ili niwe karibu na Mungu, sema amina. Ili nihesabiwe haki na niwe huru, sema amina. Haleluya. Jambo la mwisho, alizaliwa ili ni upate ukombozi halisi wa maisha yangu. Jambo la 4, alizaliwa au pasipo kuzaliwa kwa Yesu sina ukombozi halisi wa maisha yangu, au hakuna ukombozi halisi wa mwanadamu. Kwa nini? Kwa nini hawakuwa na ukombozi wa aina yoyote zaidi ya kutoa sadaka ambazo zilifunika dhambi zao kwa mwaka mmoja? Lakini amezaliwa ili mimi niwe na ukombozi wa milele na ulio wa hakika. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ndiyo, amezaliwa. Sasa siwezi kurudia mambo mengine ambayo mtumishi wa Mungu amefundisha. Mimi nimekuonyesha kwa nini amezaliwa, na message iliyobeba kuzaliwa kwake imegawanywa katika makundi 4. Kundi la matajiri, kundi la wafalme, kundi la makuhani, kundi la mamajusi na wafugaji. Bwana Yesu asifiwe. Hawa ndio wameonyeshwa kwenye unabii wa kuzaliwa kwa Yesu, na kila moja lina maana yake. Kundi la wafalme na makuhani. Kwa nini? Kwa sababu katika kipindi kile wao walijihesabia nafasi ya juu, ambayo Mungu akaamua kuwanyima neema hiyo ya kupokea kufahamu ukombozi wa Yesu. Kwa nini? Kwa sababu ndani mwao walitaka taarifa ili ziweze kuwaheshimisha wao. Ndio maana anatoka anaenda kwa wafugaji na anaenda kwa watu waliokuwa wapagani. Ukisikia mamajusi wanasema ni watambuzi wa nyota, ni wapagani. Amina. Ikaenda kwa wapagani na wafugaji, taifa na kabila na jamii iliyozalauliwa, ili apate kuwainua. Maneno hayo siwezi kuyarudia. Anasema ukimtaka Yesu lazima ukubali uwe umeshuka ili Yesu apate kukuinua. Sema amina. Mfalme Herode alikuwa ni mfalme wa yote Galilaya na mji wote wa Yerusalemu na Nazareti. Tunaenda sawa sawa, lakini maneno ya kuzaliwa kwa Yesu hakufunuliwa kuyajua. Ndio maana unaona wanakuja mamajusi kumuuliza ni kweli, na yeye hajui. Wanasema tumeiona nyota. Hiyo nyota ndio imetuleta mpaka hapa. Usituulize tumetembea miezi mingapi kufika mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini angalia, Mungu anaifunua na hila iliyokuwa ndani yake. Hila iliyokuwa ndani yake. Hakumuuliza Nasi wala Kayafa ambao walikuwa ni makuhani kwa kipindi hicho. Hakuwauliza na wala kuwaonyesha. Lakini angalia, wafugaji, wachungaji. Yaani tukasema kama jamii ya sasa hivi tungewaita watu gani? Jamii ya sasa hivi tungewaitaje? Kama unavyoona Masai hivi. Kama huko hapa nisamee bure, nisamee. Ila ndivyo ilivyo. Kama jamii ambayo imedharaulika wakati imebeba utukufu ulio mkubwa. Ungeenda kwetu kule kuna jamii ya watu fulani nao hivyo hivyo. Wao kazi yao ni uchungaji, alafu wanajitenga na jamii.
Ungeenda kule Mwanza, ungesema Wasukuma ambao nao wamejitenga na jamii. Kwa nini? Kwa sababu jamii inawezekana nayo inawadharau. Kumbe ndani mwako Bwana analeta wokovu na anawaletea neno lililokuu. Anaambia nenda mtaani mkaseme habari hizi. Haleluya! Nao wakasema hatutanyamaza, kwa habari hizi tutazisema. Tutaenda mjini tuambie habari ya kwamba lile neno ambalo lilitabiriwa na manabii likatabiriwa sasa limekuwa. Haleluya! Mtu mmoja akaniambia, limetabiriwa. Ndio, Elia aliona, Yeremia akaona, na mzee Yakobo aliona. Mwanzo sura ya 49 ule mstari wa 8, ule mstari mpaka wa 8. Anapombariki mwanae Yuda, anamwambia kiti cha enzi hakitaondoka nyumbani kwako, na fimbo ya enzi haitaondoka kwako mpaka atakapokuja huyo mwenye enzi. Ndio maana Yesu anaitwa simba wa kabila la Yuda. Haleluya! Kanisa, haleluya!